Darud TV, pamoja tuzipandishe imani zetu. Ikiwa unafuata watu ambao wao wanafuata riwaya ya Qur'ani kwamba bismillah ni aya katika suratul Fatiha, sawa, wao wana riwaya hiyo ambayo kwa wanazuoni kwa wale wanazuoni wetu wa darasa 7 ni darasa 7 ni bwana mkubwa Ibn Kathiri Makki na wale Basriyin Kufiyin, la sio Basriyin, Kufiyin ambao ni kina Asim, Hamza na Kisai. Hawa ni wasomi wa Qur'ani ambao walipokeza Qur'ani na riwaya zikaenea ulimwenguni, sawa. Wao wapokea riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bismillah ni sura, ni aya katika suratul Fatiha. Hivyo basi mtu anayeswali kwa kufuata riwaya ya mfano, sisi hapa tunafuata riwaya katika Qur'ani. Hafs ni mwanafunzi wa Asim, akisoma Qur'an, akituswalisha kwenye swala, akiacha kusoma suratul Fatiha, swala haisi. Swala haisi kabisa, kwa sababu tayari kaikosea suratul Fatiha, ambayo kwa riwaya ya Hafs yeye kapokea Qur'ani, suratul Fatiha ni aya katika suratul Fatiha. Bismillah ni aya katika suratul Fatiha. Lakini pia ipo riwaya kwa hawa makurai ambayo hii ni ya mzee Nafi ambaye alikuwa akiishi Madina, na ndio riwaya aliyopokea Imam Malik. Hao wanasema hakuna bismillah, ndio hao, sababu Imam Maliki, Imam Nafi ni wa Madina, na Imam Maliki ni wanafunzi katika wanafunzi waliochukua kiraa kwa nani? Kwa Imam Nafi, na Imam Malik alikuwa ni mtu wa Madina. Kwa fatwa zake zimepita kwa riwaya ya huyu bwana Nafi. Na pia kuna Abu Amri Basra na Ibn Amir Sham na Abu Jaafar ambaye ni mwanafunzi, ni mwalimu wa Nafi. Huyu mwanafunzi ni Malik, sawa. Kwa hao wao wana riwaya kwamba Mtume suratul Fatiha na 7, lakini bismillah si katika aya. Kwa hiyo huku ukipita ukisoma na suratul Fatiha, maana wewe tayari umeongeza kitu katika Qur'ani. Ukichukulia ni aya, labda uchukue kama bismillah kama kianzio kama sura nyingine, si tunaelewana? Kwa hiyo hii mambo imeanza, ikhtilafu ni huko. Sasa ikiwa mtu ataisoma Qur'ani, lakini tumuulize Sheikh wafuata riwaya nani? Ndio maana baadhi ya wenzetu walioendelea huko misikiti yao, kama mtu hajaswalisha asema jamani, naswalisha kwa riwaya ya Hafsi, mimi naswalisha kwa riwaya ya Warshi, mimi naswalisha kwa riwaya nani, kusudi kwamba wasije wakatatizika watu wanajua riwaya fulani hakuna bismillah, kwa usijisikie, sawa. Kwa swala yangu itakuwa iko sawa kwa riwaya hii, lakini usije ukatusimamia na riwaya Hafsi kama wengi huko kwetu. Ukituletea na bismillah usipoisoma na wasoma riwaya Hafsi, wewe swala isi umepunguza kwenye Qur'ani. Kwa hiyo masala yametokea huko. Ama masala ya kudhihirisha na kutodhihirisha, sawa. Hii masala ya kutodhihirisha wenyewe wamesema, wanazoona wanasema hii, wapo wanasema hakuna masala haya kwamba kudhihirisha na kutodhihirisha. Wewe Mtume mfano hiyo, kama Mtume hakusikika kusoma, ni kweli alisikika, hakusikika akitoa sauti, ama hakusikika hakuidhihirisha. Kwa hiyo haya ni maneno analeta, lakini hatuyachukulie hapo. Kwa sisi ambao tunafuata riwaya ya na madhhabu ya Imam Shafi, ambao Imam Shafi yeye kasoma Maka, Qur'ani yake kasoma Maka, na Maka msimamo wao bismillah ni sura, ni aya katika sura, sababu ni Ibn Kathiri. Sisi tukifuata madhahabu hayo, tukimfuata mtu ambaye sisi itikadi yetu ni bismillah ni katika aya katika sura, tukimfuata mtu ambaye yeye aoni katika aya, lazima nasema swala hiyo, sababu itakuwa nimekosewa kitu katika Qur'an, sawa. Na nikijua kama huyu atasoma alafu kwenye swala hasomi, kumbe huyu sio, basi sifai kumfuata. Lakini tukisema kwamba adhihirisha, basi tumdhihiri kama anasema kama naficha. Kwa hiyo tunajua sisi Shafi tufuata madhahabu ya kwamba sura ni bismillah ni sura katika aya, kadeni ni aya katika sura, na huyu yeye haidhihirishi lakini yasoma falangu nene.
Lakini kwa mtu haisomi na mimi msimamo wangu ni aya, maana yake mimi kwangu swala haiswi, sifai kumfuata mtu anamwambia. Wala ni kidogo tafani nimeelewa kidogo. Maana mkono mkubwa. Darud TV, pamoja tuzipandishe imani zetu.